Nikasema haya, ngoja nipitie comment nione watu wamemwandika binti gani ambaye huyo inaonekana ni mtoto wa nje ya ndoa. Na ni makubaliano ni kama ni yote kwa yote kwa kuna makubaliano ya ndoa ya watoto wao yalifanyika. Ilisadikika kwamba Mr. Davy alikuwa na mtoto wa kike ambaye anasoma mwaka wa pili katika chuo kikuu cha Dar es Salaam maarufu kama UDSM. Na huyo mtoto ni mtoto wa nje ya ndoa tu ambaye ni babake ni huyu Mr. Davy. Sasa basi, huyu mtoto ndiye anayetakiwa kuolewa na Jimmy. Anaitwa nani huyo mrembo? Mimi sijui, ila nakusii usije ukaacha ama ukaishia kati kwenye hii simulizi. Tusonge wote mbele kwanza dakika hii mpaka pale nitakapokuambia na huu ndio mwisho wa simulizi. Mdoto utakuwa nami Lucas Lumbas. Tunasonga mbele. Basi bwana. Katika jiji la New York nchini Marekani, Jimmy alifanikisha zoezi la kununua simu mpya pamoja na kusajili laini ya simu. Shauku yake kubwa ilikuwa ni kutaka kupata mawasiliano na Evadia, ikiwezekana mjulie hali na kuongea mambo yao mengine. Jimmy alijaribu kumtafuta Evadia kupitia mtandao wa WhatsApp, lakini Evadia alionekana kutokupatikana kabisa. Jimmy hakuishia hapo, maana alidhani labda Evadia aliamua tu kutokuwa online kwenye mtandao wa WhatsApp. Hivyo akaamua kujaza muda wa maongezi kwenye simu yake kwa vifurushi vya kimataifa. Baada ya kufanya zoezi hilo, akaamua kupiga namba ya Evadia kwa mawasiliano ya moja kwa moja. Kwa hakika bahati haikuwa upande wa Jimmy, kwani namba ya Evadia ilikuwa haipatikani kabisa. Mtoto wa kiume alivurugwa, maana hakujua sababu kubwa iliyofanya Evadia asipatikane kwenye simu. Kuna muda Jimmy alihisi labda Evadia alipatwa na matatizo kwa ajili yake, ndio maana namba zake zilikuwa zipatikane. Kuna muda Jimmy alitamani ampigie simu Ramsey, lakini kwa bahati mbaya hakuhifadhi kichwani namba ya Ramsey. Siku ile Jimmy alijua umuhimu wa kuhifadhi kichwani namba ya rafiki, maana ilikuwa desturi kwa watu kuhifadhi kichwani namba za wapenzi wao tu. Lakini pia alipata fundisho kwamba ni vizuri kuwa na notebook maalum yenye kuhifadhi kumbukumbu muhimu zikiwemo namba za simu. Sio hivyo tu, kulikuwa na njia nyingine nzuri na ya kisasa ya kuhifadhi namba za simu, ambayo ni kusevu namba kwenye email address badala ya kusevu kwenye simu au laini ya simu. Faida kubwa ya kutunza namba kwenye email ni kwamba huwezi kupoteza namba za simu pindi unapopoteza simu, kwani ukinunua simu nyingine kisha ukaifungua tu kwa email address yako ya mwanzo, basi zile namba zote ulizokuwa umezihifadhi zinarudi kama awali. Kwa hiyo msikilizaji, anza leo kusave namba za simu za marafiki kwenye email, sio kwenye line wala kwenye simu, kwa kwa ambaye unatumia smartphone. Hii itakusaidia sana. So takriban wiki 2 zilikatika, Jimmy hakufanikiwa kumpata Evadia kwenye simu. Wazo la kumtumia Evadia message kwenye mtandao wa Instagram liliingia kichwani kwake, maana alikumbuka kwamba Evadia alikuwa ni mfuasi wa mtandao huo. Uzuri ni kwamba Jimmy alikuwa anaifahamu akaunti ya Evadia ya Instagram. Lakini sasa katika hali ya kushangaza, alipoingia kwenye mtandao wa Instagram, hakuiona kabisa ile akaunti. Na ni baada ya kuitafuta kwa muda. Kwa tafsiri ya haraka haraka ni kwamba ilikuwa imefutwa au imebadilishwa jina. Jimmy alichoka mpaka kufikia hapo. Alitamani kumtumia message Ramsey kupitia mtandao ule, lakini alikumbuka kwamba Ramsey alikuwa ni kijana wa ajabu sana kwa kutokea kwenye karne ya 21. Ramsey hakuwa mpenzi wa kutumia mitandao yenye kusambaza udaku, hivyo hakuwahi kuwa na akaunti ya Facebook wala Instagram. Mara nyingi Ramsey alikuwa anapenda kutumia simu yake kwenye mtandao wa YouTube kwa kuangalia video mbalimbali za wachezaji wa mpira, na pia alikuwa anapenda kucheza games za mpira kama vile Dream League Soccer na mengineyo. Swala lilomshangaza Jimmy, hata Evadia lilimshangaza pia. Ile siku ambayo alitaka kuingia kwenye akaunti yake ya Instagram, alikutana na ujumbe uliomzuia kuingia kwenye akaunti hiyo kwa kigezo cha kuingiza namba ya siri batili. Sasa namba imebadilishwa. Ukweli ni kwamba msikilizaji, akaunti ya Evadia ilikuwa imedukuliwa. Ilikuwa hacked na mtu ambaye hakujulikana. Ila huyo mtu alikuwa anahusiana moja kwa moja na mtu ambaye aliiba simu ya Evadia.
Mpaka kufikia hapo ilionekana wazi kwamba mawasiliano kati ya Jimmy na rafiki zake wa Tanzania yalizuiliwa kwa 99%. Hakuwa na namna tena, kwani ilibidi maisha yaendelee. Hivyo kila mmoja alianza kurudisha akili yake kwenye kitabu ili kufanikisha malengo ya maisha. Katika kona zote za chuo kikuu cha Dar es Salaam, habari mpya ilikuwa ni penzi jipya kati ya superstar Ramsey pamoja na mwanadada maarufu kwa style na mitindo alijulikana kwa jina la Paula. Swala la wawili hao kuwa kwenye mahaba mazito lilisambaa kwa kasi sana pale chuoni kutokana na umaarufu ambao walikuwa nao wawili hao. Wale warembo waliokuwa wanampenda Ramsey waliishia kuona wivu. Wadada walikuwa wanampa Ramsey taarifa za kumpiga majungu Paula, ila Ramsey aliamua kufumba macho na kuziba masikio ili kuruhusu moyo wake utazame na usikie sauti ya mtu anayempenda tu. Kwa hakika hakukuwa na siri tena kwenye penzi lile, kwani wawili wale walionekana kuwa pamoja mara zote, hususan kwenye maeneo yenye utulivu. Ramsey alitumia vizuri nafasi yake kwa kujaribu kumridhisha Paula na kumuonyesha maana halisi ya mapenzi. Paula atake nini asipewe na Ramsey. Ingawa hakuzaliwa kwenye familia ya kitajiri, lakini mwanaume alijikakamua ili mradi tu mwanamke afurahi. Kulikuwa kuna mazungumzo yanaendelea kwa wadada wa hapo chuo kuhusiana na mahusiano ya kina Ramsey, Paula na wengine. Asa moja kuuliza kwamba hivi jamani, inawezekana vipi Paula akawa na mahusiano na Ramsey? Ina maana penzi la Paula na Alvin ndio limekufa kabisa ama? Mzee akamjibu kwamba yani wewe acha tu, ama kweli mapenzi chenga. Yani nikikumbuka jinsi Alvin na Paula walivyokuwa wanapendana. Samini kama Paula angeweza kumsaliti Alvin kisa ule mcheza mpira. Mzee akamwambia kwamba jamani, hivi hamjui kwamba Alvin ndo alianza kumwacha Paula kisha akahamia kwa Zuchu? We Tabitha wewe. Usiniambie kwamba Alvin amepita na Zuchu. Hivyo upo kwenye dunia gani? Maana miongoni mwa habari za moto kwa sasa hapa chuo ni penzi la Alvin na Zuchu. Jamani, la Zuchu naye amekuwa penda. Hivi mnakumbuka ile siku ya kwanza kabisa Ramsey kucheza mpira kwenye yale mashindano? Mimi nakumbuka, si ndio ile mechi aliyoingia dakika za mwishoni na akafunga magoli mawili ya ushindi? Kumbe bwana, una kumbukumbu nzuri sana Tyler. Sasa tangu ile siku Zuchu alianza kumpenda Ramsey mpaka akamfuata na kumwomba amtoe dina. Kwa hiyo kaje? Mimi nisikia kwamba walienda dina siku iliyofuata na pia Zuchu alimfungukia Ramsey. Ila jamaa anakaza kamba. Unaambiwa yule jamaa tangu amekuwa star ama wakati wasichana wengi sana waliokuwa wanamtaka hapa chuo. Wengi wanasema kwamba Ramsey ana msimamo sana. Wanaamini kwamba Paula itakuwa aliroga. Ndio maana yani amekubaliwa kirahisi sana. Wewe. Kwa hiyo unataka kusema kwamba eti Paula ndo alimtongoza Ramsey? Sasa unadhani superstar kama Ramsey anaweza kuhangaika kumtongoza mwanamke? Kwanza licha ya ustali wanao, mkaka ni handsome, alafu ni mpole sana. Jamani, habari za hao mastaa tuachie wenyewe tu ndo anajuana. Alafu unajua mimi mdoto nilikuwa najua kwamba nani Chris. Mimi najua nani Zuchu anatoka na Chris. Wapi? Huyo Chris mwenyewe anateseka kama yani anateseka kwa mrembo mwenye misimamo ya maisha. Mwana dada asiyekuwa na makuu, ka baby face kapole. Nani? Lydia au? Nani asa mwingine? Of course ni yeye. Shikamoo mapenzi. Hivi sinisikia kwamba Lydia anatoka na ule jamaa mwimba muziki aliyekuwa anashindana na Alvin kwenye tuzo ya wimbo bora. Labda kuna Lydia mwingine shoga yangu, ila sio Lydia yule ambaye mimi namfahamu mimi. Hawezi kutoka kimapenzi na ile ilisharobalo. Hivi Mary, hivi unamjua Lydia vizuri ama unamsikia? Nawe Tabi wewe. Unavijua kumsifia sasa huyo Lydia. Utadhani anakulipa pesa vile. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai mwaya. Huyo Lydia mwenyewe atakuja kuchukua tu kilaini. Kama kuvunja biskuti tu ilioloa. Labda kishamaliza chuo. Ila mimi ngoja tu niwaambia kwamba yani kwa sasa hakuna mwanaume hapa chuo anayeweza kuvunja misimamo ya Lydia. Kwa kuwa alishawahi kuwa kwenye mahusiano na mtu, ila jamaa alishindwa masharti baada ya kuambiwa hakuna kushiriki tendo la ndoa kabla ya kuoana. Hivi unajua nini kilifuata? Jamaa akaamua kuachana Lydia. Tangu siku hiyo Lydia amekuwa ni mtu ambaye yani anaamini wanaume wengi wapo kwa ajili ya kutamani tungono na kuwachezea wanawake. Na sio kupenda kama wanavyosema. Makubwa. Hivi kwa nini wanawake kumbe bado wapo jamani? Kumbe mpaka karne hiyo wanawake wapo, karne za one night stand. Yani mwanaume pekee anayeweza kukubali hilo sharti ni kaka yake tu. Ila kwa kina Disoza, ni lazima waanze kukagua mali kwanza kabla hawajaingia kwenye biashara. Wenyewe wanakuambia shake before use. Msikilizaji, hayo ndio alikuwa ni mazungumzo ya baadhi ya wanachuo ambao walikuwa wanajadili skendo mbalimbali
wahusu mastaa wao pale chuoni. Swala la Paula kuwa kwenye mahusiano na Ramsey bado lilikuwa halijamshtua wala kumtetemesha Alvin, kwani katika kipindi hicho Alvin alikuwa kwenye mahaba mazito na mrembo Zuchu. Muda wote Alvin alikuwa anamwaza Zuchu na alimsahau Paula. Lakini sasa katika hali ya kushangaza kulitokea na rectangular love, penzi la mstatili lililojumuisha kapo mbili zenye jumla ya watu 4. Kapo ya kwanza iliundwa na Ramsey na Paula. Kapo ya pili iliundwa na Alvin na Zuchu. Penzi la mstatili lilikuja kutokea kwenye hizo kapo baada ya kila mhusika kumwaza mtu aliyekuwa anampenda. Ramsey ambaye alikuwa kwenye kona ya kwanza ya mstatili alikuwa anamwaza na kumpenda sana Paula. Wakati huo Paula ambaye alikuwa kwenye kona ya pili alikuwa anamwaza na kumpenda sana Alvin. Nani huyo? Alvin. Msanii Alvin ambaye alikuwa kwenye kona ya tatu ya mstatili alikuwa anamwaza na kumpenda sana Zuchu. Lakini pia Zuchu Masefi ambaye alikuwa kwenye kona ya 4 alikuwa anamwaza na kumpenda sana Ramsey ambaye alikuwa kwenye kona ya kwanza. Yaani wakati wewe unamwaza yule unayempenda, amini kwamba na yeye anamwaza yule anayempenda. So takriban matukio yalivyozidi kutokea ndivyo siku zilivyozidi kusonga mbele. Penzi la Ramsey na Paula lilitengeneza ukaribu na mazoea kati ya Ramsey na marafiki wa Paula. Lakini pia hata Paula alijikuta anakuwa karibu na marafiki wa Ramsey. Ramsey alizidi kujitutumua kumuonyesha mapenzi ya dhati Paula. Yale mahitaji ya msingi matatu ambayo mwanamke hustahili kuyapata kutoka kwa mwanaume yaliweza kutimizwa kwa Paula. Kwanza kabisa Ramsey alimheshimu Paula. Pili alimsikiliza, na mwisho kabisa alitumia muda wake kufurahi na Paula. Ingawa ratiba za masomo zilibana, lakini halikumfanya kuwa busy kiasi cha kushindwa kuwasiliana na Paula. Lakini sasa licha ya kufanyika kwa hayo yote, ila bado Paula aliendelea kutema kulia na kufukia kushoto. Bado akili ya Paula ilikuwa kwa Alvin ambaye alikuwa mwanaume wake wa kwanza. Huku kwa Ramsey kulikuwa na mwili tu, ila akili ilishamia kwa Alvin. Msikilizaji, kwa zama hizi hivi vitu vimekuwa ni desturi sana. Unakuta mwanamke anakiri kabisa kwa akili zake timamu kwamba anampenda sana mwanaume wake wa kwanza kuliko mume wake wa ndoa. Hivi wanaume wenu wa kwanza huwa wanafanyaga nini jamani? Badilikeni basi. Haijaandikwa ya kwamba okay huyo basi ndio mdau. Hata ukuta akili yako ilikuwa haina akili, ukajikuta tu umeruka bila kutazama huyu mtu ni yupoje nini hivyo. Si dhambi kutokuwa na utambuzi wa kiakili wakati huo, na ndio maana wote tunaoenda kusoma shuleni tunaitwa ni wajinga. Mjinga ni mtu ambaye yupo tayari kujifunza. Lakini sasa mtu anavyo appreciate jamani, mnakuwaga mmerogwa ama mnakuwaga mmeingia kwenye agano gani? Badilikeni basi wanawake, maana mnajaribia wenyewe ndoa zenu. Lakini pia hata mliokuwa kwenye mahusiano ya uchumba huwa mnagawa sana mapenzi kwa ma ex boyfriend. Kisa eti ni first boy. Mnaboa. Lakini pia upande wa Alvin na Zuchu hakukuwa na utulivu, kwani Zuchu alijikuta anaingiwa na tamaa kwa kumtamani kimapenzi Ramsey. Mara kwa mara Zuchu alikuwa anamwaza sana Ramsey, hali iliyopelekea kupunguza mapenzi kwa nani? Kwa Alvin. Kwa hiyo bwana, yalikuwa ni maeneo ya hostel ambako alionekana Paula akiwa chumbani kwake pamoja na marafiki zake ambao ni Lydia, Precious na Queen. Wote kwa pamoja walikuwa wanajadili maswali ya mtihani ambayo walipewa na mwadhiri wao chuoni. Licha kwamba wanadada hao walikuwa wanajihusisha sana kwenye mahusiano ya kimapenzi, lakini walikuwa makini sana na ratiba za kujisomea. Walitumia muda wao kuyafanya yale maswali kwa ufanisi, na baada ya masaa kadhaa walifanikiwa kuyamaliza. Kilichofuata sasa ndio ule muda wa kupiga stori zao za kila siku ambazo zipo nje ya masomo, hasa stori zinazohusu mahusiano ya kimapenzi. Sauti ya Precious ilisikika sema ya kwamba bibie Pao, naona Zuchu anakutetemesha mno siku hizi. Aliongea Precious ambaye alianzisha zengwe. Baada ya kuongea hivyo, Queen akasema kwamba ila jamani, kuna vitu hapa vinachekesha kwa kweli. Yaani Ramsey anateseka kwa ajili ya Paula. Paula naye anateseka kwa ajili ya Alvin. Alvin naye anateseka kwa ajili ya Zuchu. Alafu Zuchu naye anateseka kwa ajili ya Ramsey. Yaani hiki kitu wazungu wanaita love cycle ama rectangular love. Jamani, sio siri. Yaani hawa watu ni waigizaji jamani. Queen aliongea hivyo. Baada ya Queen kusema hivyo,
Lydia akasema ya kwamba ila yote kwa yote anayeathirika zaidi ni Ramsey. Hivi Paula, kwa nini usiachane tu na huyo Alvin kisha ukabaki na Ramsey ambaye unajaribu kufanya kila kitu kwa ajili ya kukuonyesha upendo? Unajua kweli ni kwamba kuna vitu vigumu sana ambavyo Ramsey anakufanyia ila Alvin hakuwahi kukufanyia. Hebu angalia jinsi kijana wa watu anavyosacrifice muda wake kwa ajili yako. Hivi kitokea siku akijua kwamba unamuingizia mapenzi, atajisikiaje? Acha kucheza na hisia za mtoto wa watu. Kumbuka ana moyo wa nyama. Japo mimi sina uzoefu sana kwenye mapenzi, ila naamini kabisa kwa upendo anao kuonyesha Ramsey, ni ngumu sana kupata kwa mwanaume yote ule. Badilika Paula, mwanaume umempata. Hayo yalikuwa ni maneno ya Lydia ambayo aliyasema kwa hisia za dhati kutoka ndani ya moyo wake. Lakini pia maneno yale aliyaongea kwa hasira, kwani tangu mwanzo hakufurahia ule mchezo ulioandaliwa na marafiki zake kwa ajili ya kumchezea Ramsey. Basi mama Paula aliamua kunguruma baada ya kuona Lydia anataka kumpangia mtu wa kumpenda. Mama Paula akasema, bila shaka umetumwa Lydia. Hivi mbona unajifanya una huruma sana na Ramsey? Kwani una ndugu naye yule mtu? Naomba niache bwana, mimi nitafute furaha maisha yangu. Ukweli ni kwamba mimi najua kama Ramsey ananipenda, ila moyo wangu nishakabidhi kwa mtu mwingine ambaye ni boy wangu wa kwanza kabisa. Jamani, nampenda sana Alvin na siwezi kuishi bila yeye. Baada ya Paula kuongea hivyo, Queen naye akazungumza kwamba lakini Pau, ukimpoteza Ramsey utakuja kujutia kabisa. Hebu kumbuka vizuri siku 3 zilizopita ulivyokuwa unaumwa malaria. Kumbuka vizuri matukio ambayo alifanywa na Ramsey. Yaani jamaa alikupeleka hospitali yeye mwenyewe, tena alilipia gharama zote za matibabu mpaka chakula. Kama haitoshi, alikuwa anashinda na wewe kule hospitali. Kwa kweli Paula, unatakiwa kubadilika. Unatakiwa kubadili mtazamo wako juu ya Ramsey. Queen aliona ngoja amuunge mkono Lydia kwa kumtetea Ramsey. Paula kwa mara nyingine akasema, makubwa. Kumbe hata wewe Queen akili zako zinafanana na Lydia. Sasa kama alitumia pesa zake kulipia matibabu yangu hospitali, kwani mimi nilimlazimisha? Nilimtuma afanye hivyo? Queen na Lydia, naombeni mnisikilize kwa makini, sawa? Msinipangie mwanaume wa kumpenda. Nyie kama mnamuona Ramsey ni bonge la bwana, basi mchukueni, maana hana mapungufu yoyote yale. Ila tatizo mimi nishampa mtu moyo wangu. Paula aliongea hivyo. Precious akasema, thubutu nyo. Unadhani rahisi sana kumpata Ramsey? Yaani huyo Ramsey ana msimamo sana tofauti na mastaa wengine. Unajua Ramsey yani ni kama hatetemeshwi na uzuri wa mwanamke. Maana mpaka sasa inasemekana amewakataa wanawake zaidi ya 10 pale chuoni akiwemo Zuchu. Paula, bahati pekee ya kupendwa na Ramsey umeipata wewe tu. Japo na wewe naye ulitumia nguvu nyingi sana kumshawishi. Jamani, hebu na tumalize kwanza hizi story. Tunatakiwa tufanye mpango wa chakula kisha tujiandae kupeleka chuo hii kazi tuliopewa, maana hazitakiwi kulala hizi kazi. Lydia alimaliza mazungumzo kwa namna hiyo. Ni siku nyingine tena. Yalikuwa ni majira ya saa 8 mchana katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambako walionekana baadhi ya wanafunzi wa chuo hiko wakiingia madarasani. Wengine walitoka na wengine walikuwa wametulia kwenye vibustani tu na vibweta ambavyo vilitengenezwa kwa ajili ya kupumzika na kujisomea wanachuo. Baadhi ya wanachuo walikuwa wamekaa kwenye makundi, wakati wengine walikuwa wamejitenga. Siku ile haikuwa nzuri kwa kijana wetu Ramsey kutokana na matukio mabaya ambayo yalitokea usiku wa siku iliyopita, yani jana. Hivyo akaamua kutafuta kibweta cha kipekee yake tu ili aweze kukaa na kuchanganua mambo kwa utulivu zaidi. Kuna mambo ambayo Paula aliyafanya, hivyo Ramsey akajikuta ameanza kuonja ladha ya mwarobaini katika penzi lake jipya. Zoezi la Ramsey kutafuta sehemu tulivu lilifanikiwa. Hivyo alipata kibustani cha peke yake na kisha kakaa chini na kuanza kufikiria yale yaliyokuwa yanamsumbua. Lakini sasa wakati akiendelea kuzubaa, ghafla alizibwa macho kwa mikono miwili. Kwa akili ya haraka Ramsey aliweza kufahamu kwamba mikono ile ilikuwa ni ya mtoto wa kike. Ramsey akatulia kama ananyolewa vile. Mtoto wa kike akasema kwamba guess who I am. Ramsey akasema hata nikijaribu kukisia basi siwezi kupatia. Mtoto wa kike akasema kwa nini? Ramsey akasema kwa sababu sina ukaribu wala mazoea na wewe. Binti akajibu kwamba umejuaje kama huna mazoea na mimi wakati hujaniona kwa macho?
Pindi mlango mmoja wa fahamu unaposhindwa kufanya kazi, basi unaweza kutumia mlango mwingine kuweza kufanikisha hilo jambo. Umeniziba macho nisikuone, ila pua yangu imenijulisha kwamba wewe na mimi hatuna ukaribu wala mazoea, kwa sababu harufu ya marashi uliojipulizia ni ngeni kwangu. Baada ya Ramsey kuongea hivyo, mtoto hakika akasema, kwa hiyo unataka kusema kwamba mtu anaweza kufumba macho na akaweza kutambua kitu kupitia mlango mwingine wa fahamu? Ya, inawezekana. Hivi kwa mfano ukifumba macho alafu ukakanyaga moto bila kuangalia, je, hautatambua kitu ulichokanyaga? Basi baba, umeshinda. Niachie sasa. Mbona unataka kuniziba macho? Nimekuachia sasa. Msikilizaji, yule mwanadada aliweza kuachia uso wa Ramsey. Hapo ndipo Ramsey alipoweza kupata fursa nzuri ya kumtambua kwa sura. Kumbe niwe Zuchu. Ni mimi Ram. Ndio maana mimi sikukujua ese. Ila angekuwa pa ungemjua eti. Of course ningemjua, sio kwa kupitia harufu ya marashi tu, bali vidole vya mikono yake vinaponigusa huwa na vibrate. Kwamba unahisia naye? Ya, ninahisia sana kwa sababu nampenda. Lakini Ramsey, si unajua kwamba hata mimi mwenyewe nakupenda sana. Hivi kwa nini unanitesa kila siku? Mara ngapi mimi nimekutafuta Ramsey kwa ajili ya kukuelezea hili jambo? Hivi Zuchu, mbona unashinda sana kunielewa? Lakini ni mara ngapi nimekujibu kwamba sihitaji kupendwa na wewe? Mimi na mpenzi wangu ambaye nampenda na siwezi kumsaliti. Na mimi nalijua hilo, lakini pia hata nisingekuwa na mpenzi bado nisingeweza kudate na wewe, mchumba wa mtu. Alafu sijui kwa nini unamwandama sana Paula, maana umempokonya Alvin wake. Na sasa unataka kumpokonya Ramsey wake. Hebu tulia basi na Alvin wako. Ramsey, hivi unadhani Paula anakupenda kweli? Hebu zinduka usingizini Ramsey. Huyo Paula angekuwa anakupenda basi asingethubutu kuendelea kumfuatilia Alvin na kumtaka warudiane. Zuchu, naomba niache tafadhali, sawa? Kwa hiyo ulivyoona Paula anaendelea kumsumbua Alvin wako, na wewe ndio ukaona bora uje kunisumbua mimi, si ndio? Wewe hujui tu Ramsey, ila unachezewa michezo bila wewe kujua. Hivi unajua jana saa 4 usiku Paula alikuwa wapi? Najia alikuwa na nani? Okay, nisongee mengi sana. Kwa heri Ramsey. Eti nini? Ina maana wewe unajua alipokuwa jana usiku? Nani? Zuchu. Sauti ya Ramsey haikuweza kumrudisha nyuma Zuchu. Zuchu aliamua kuondoka zake na kumwacha Ramsey njia panda. Ramsey hakujua anzie wapi kufahamu taarifa za Paula kutokana na kile kilichokuwa kinamnyima amani ya moyo. Ile kauli isemayo mapenzi ni uchizi iliweza kutumika vyema kwa kijana Ramsey, kwani aliamua kutoka eneo lile kisha akaenda moja kwa moja mpaka darasani kwa kina Paula bila kujali kwamba kulikuwa na mwalimu au hakuna. Kwa bahati nzuri hakukuwa na mwalimu kwa wakati ule. Hivyo wanachuo walionekana kujisomea kwenye makundi madogo na wengine walionekana kuwa busy na simu pamoja na laptop zao. Mara baada ya Ramsey kuingia mle darasani, aliangaza macho sehemu zote za darasa lile huku akionekana kumtafuta mtu aliyemkusudia. Wanachuo wa mwaka wa lile darasa walistaajabu kumuona superstar Ramsey ameingia katika darasa lao, kwa kuwa walikuwa wanafahamu uhusiano uliokuwa unaendelea kati ya Ramsey na Paula. Hivyo walijua kwamba shemeji yao Ramsey alimfuata dadao Paula. Baada ya kuangaza vya kutosha, Ramsey alipiga hatua kuelekea kwenye meza ambayo ilikuwa imezungukwa na marafiki wa Paula pasipo uwepo wa Paula. Hey, mambo vipi wasomi wangu? Ramsey alitoa salamu. Wenyeji walijibu ya kwamba safi tu, vipi wewe upo poa? Ramsey akajibu, kwa kawaida nipo vizuri, ila kwa uhalisia sipo vizuri. Basi Queen akasema ya kwamba nijua tu lazima utaanza kutumia maneno yako ambayo yanahitaji utulivu mpaka kwa tafsiri. Yaani wewe Ramsey upo vizuri sana kwenye misemo ya lugha ya Kiswahili. Tuache kwanza hayo maswala. Hivi Paula hajafika chuo mpaka muda huo? Baada ya Ramsey kuuliza hivyo, Precious akajibu ya kwamba hebu ondoa wasiwasi shem, Paula wako ni mzima. Tatizo si uzima Precious. Issue kubwa ni wapi alipo. Nakumbuka jana mchana kuna vitu tuliongea, ila yalipofika majira usiku nijaribu kumpigia sana simu lakini haikupokelewa kwa muda mrefu. Lakini sasa ilipofika majira ya saa 4 ile simu ilipokelewa. Nilipoanza kuongea na Paula ghafla nikasikia sauti ya mwanaume iliyoashiria alikuwa pembeni yake. Nilipotaka kuhoji simu ilikatwa. Baada ya hapo namba Paula ikawa haipatikani tena. Ramsey baada ya kuongea vile, Precious akasema ya kwamba kumbe Ramu na wivu hivyo. Asa ngoja nikwambie kitu. Jana saa 2 usiku Paula aliitwa kwao. Na hata ulipompigia simu alipokea, lakini ghafla alitokea baba yake. Ndio maana akaamua kukatia simu kwa kuwa baba yake hapendi mwanae awe
na mahusiano na mwanaume yote ule. Hivi Precious, unakumbuka asubuhi nilikuuliza kuhusu Paula na ukajibu kwamba haufahamu alipoenda? Kwa nini sasa hivi unaniambia kwamba alienda kwao? Shem, tulia, kuwa na amani kabisa. Mimi nilikujibu vile kwa kuwa mimi sikuhitaji maswali muda ule, maana nilivurugwa. Kwa hiyo unamaanisha kwamba Paula hakulala chumbani kwake usiku wa jana, si ndio? Hakulala, alienda kulala kwao. Najua kwamba mnamfichia mengi sana, ila asanteni na pia nisameheni kwa kuwakatisha kufanya discussion. Sasa mnaweza kuendelea. Ramsey aliamua kutoka darasani kinyonge sana, mithili ya mbuzi aliyekutwa na korona. Kwa hakika Lydia alimuonea huruma Ramsey kutokana na mchezo uliokuwa unaendelea kwa kijana asiyekuwa na hatia wala ugomvi na mtu yote ule. Precious, hivi yule mtoto wa watu waliokosea nini lakini? Mpaka mnaamua kumchezea mchezo mchafu. Hebu mtazamini kwanza alivyotia huruma. Kijana mpole, mstaarabu na hajawahi hata kugombana na mtu yote hapa chuo. Yote kwa yote anajitutumua maskini kujaribu kuonyesha mapenzi ya dhati, lakini hakuna anayejali wala kuthamini. Lydia aliongea hivyo. Queen akasema kwamba ukweli ni kwamba hata mimi mwenyewe nimeingiwa na moyo wa huruma kwa Shem Ramsey. Ramsey ni kijana mwenye moyo wa pekee sana. Mara nyingi Ramsey amekuwa anatuunga mkono mimi na Abdi ili tufike mbali. Ramsey hajawahi kuwa mnafiki kwenye mapenzi ya watu. Ila sijui kwa nini mimi nimekubali kuwa mnafiki kwenye penzi lake. Jamani, siwafichi jamani. Hapa mimi nitamani kuambia ukweli kwamba Paula yupo na Arvin. Baada ya Queen kuongea hivyo, Precious akasema kwamba jamani, hebu tuendelee bwana kusoma. Maana mpishi mkuu wa huo mchezo mnaomzungumzia hayupo. Msubirini Paula mumwambie mwenyewe na sio kuniambia mimi. Hata wewe lazima tukwambie. Maana unahusika kwenye hiyo dhambi kwa asilimia zote. Alafu nakumbuka ulisema kwamba Ramsey ndo alikuunganisha wewe na Kavinza. Maana yeye ndo alikuwa mshenga mkuu wa kuja kueleza ukweli wa Kavinza. Kwa hiyo hayo ndo malipo yake, sio? Lydia alivyoongea, Precious akasema kwamba wewe Lydia, naomba uniache basi kabisa. Naomba uniache. Kwanza kila siku unaonekana kumtetea jamaa. Itakuwa nampenda wewe, sio bure. Namtetea na nitaendelea kumtetea kwa sababu hana hatia. Lydia aliongea na Precious akasema kwamba bila shaka utakuwa unampenda wala sio bure. Precious aliongea kwa hasira. Ni sawa, kama kumtetea mtu ni kumpenda, basi sina budi kukiri kwamba nampenda, maana kijana ana upendo kwa kila mtu, hivyo ana kila sababu ya kupendwa pia. Lydia alijibu kwa kujiamini zaidi. Mabishano yalipamba moto. Watu walifokeana na kutetemeshana vya kutosha, lakini sasa dakika zile zile aliingia kiongozi wa darasa, yani class representative ama Sierra. Kisha akatoa taarifa kwa wanafunzi wenzake kwamba kipindi kilimalizika, hivyo wanatakiwa kuondoka mbele darasani, kwani hata mwalimu wa kipindi kilichokuwa kinafuata alipata dharura, hivyo asingeweza kufika. Wanafunzi walifurahi mno, maana kama unavyojua Bongo huwa hatupendagi kusoma kwa hiari. Sio shule za msingi na sekondari tu, hata vyuoni hizi tabia zipo. Sasa Precious, Queen na Lydia waliondoka maeneo ya chuo na kuelekea hostel ambako walikuwa wanaishi. Japo waliishi vyumba tofauti, lakini jengo lilikuwa moja. Sasa majira ya saa 12 jioni, Ramsey alionekana kuwasili maeneo ya hostel ambayo Paula alikuwa anaishi. Mara baada ya kufika, alikwenda moja kwa moja mpaka kwenye mlango wa chumba cha Paula. Alijaribu kugonga mlango lakini haukufunguliwa, kwa maana ya kwamba Paula hakuwepo muda ule. Ramsey alitoka pale mlangoni kisha akatafuta sehemu nzuri ya kukaa kwenye maeneo yale kwa lengo la kumsubiri Paula. Alitulia pale kwa takriban dakika 10 pasipo kumuona Paula wala rafiki wa Paula. Wakati anaendelea kushangaa mazingira, ghafla aliguswa bega na mtu aliyetokea kwa nyuma. Ramsey aligeuka. Lydia, ni wewe? Ni mimi. Mbona umeshtuka hivyo Ramsey? Nimeshtuka kwa kuwa nilikuwa mbali sana kimawazo. Mbona upo hapa peke yako mpaka sasa hivi? Nipo peke yangu kwa sababu nilimfuata sijamkuta. Vipi lakini simu yake inapatikana ama? Hapana Lydia, mpaka sasa Paula hapatikani. Vipi umekuja tangu muda mrefu hapa kwetu? Sio muda mrefu sana, nina kama dakika 10 hivi. Sawa, karibu kwetu Ram, lakini pia sidhani kama Paula unemsubiri anaweza kurudi muda huu. Ni bora hata ungeenda kufanya shughuli zingine, then kesho ungeonana naye. Sawa Lydia, nitaondoka, ila naomba uniambie ukweli tu kuhusu Paula, maana simuelewi kabisa siku hizi. Unajua Paula amebadilika tofauti na mwanzo. Paula anafanya vitu kwa kujaribu kunikomoa. Jana mchana aliniomba kiasi cha pesa cha shilingi 40.
Nikamwambia kwamba mimi sikuwa na pesa mfukoni, ila nisubiri niingie kwenye kipindi, kisha nikitoka nitaenda benki kutoa kwenye akaunti. Kilichofuata pale ni kwamba alikasirika kabisa. So baada ya hapo hakupokea simu yangu mpaka kufika majira ya saa 4 usiku ambapo alipokea simu yangu. Lakini sasa kabla sijaongea chochote, nishtuka kusikia sauti ya mwanaume pembeni yake ikiashiria alikuwa pamoja. Lydia, mnaomba niambie basi ukweli, Paula yupo wapi mpaka sasa hivi? Ramsey, pole sana kwa misukosuko unayopitia, ila Paula hakuniaga kwamba anaenda wapi na hata alivyotoka sikumuona. Sawa, nashukuru. Mimi naondoka sasa hivi. Sawa Ramsey, take care. Thanks, I will. Ramsey aliinuka pale alipokuwa amekaa, kisha akaanza kuondoka kinyonge sana kama kawaida yake. Asa baada ya kupiga hatua chache, alijikuta anasimama, kisha akageuka nyuma na kuanza kupiga hatua kurudi pale alipokuwa amesimama Lydia. Baada ya kufika pale alipokuwa amesimama Lydia, Ramsey alitoa pochi yake mfukoni, kisha akatoa kiasi cha pesa chenye thamani ya shilingi 40,000 za Tanzania. Lydia, nahisi sitoweza kuonana na Paula, hivyo naomba umkabidhi Paula hiki kiasi cha pesa ambacho aliniomba nimpatie. Ramsey. Hivyo ni mtu aina gani hapa duniani? Mbona hauna huruma na nafsi yako? Licha kwamba unaona makorongo mbele ya safari yako, lakini bado unaongeza spidi kuelekea kwenye hao makorongo. Hivi kwa nini usipunguze mwendo au kusimama kabisa ili utafakari njia sahihi ya kupita ili ufike salama kule uendako? Ramsey, tambua kwamba una kila sifa kuwa mwanaume halisi. Ramsey, mwanaume halisi siku zote ni anakuwa na vitu vile ambavyo vinamtofautisha na mwanamke. Vitu hivyo ni utashi wa moyo pamoja na upeo wa akili. Utashi wa moyo ni ule uwezo wa kumjua mwanamke anayekupenda. Lakini pia upeo wa akili ni ule uwezo wa kumchagua mwanamke sahihi kati ya wale wanaokupenda. Ramsey, wewe umekosa upeo wa akili. Rudi kwenye kioo kisha jitazame vizuri. Huo ndio msaada wangu kwako. Nakutakia jioni njema. Lydia alimaliza kuongea maneno hayo, kisha akapiga hatua kuondoka eneo lile pasipo kuchukua ile pesa iliyotolewa na Ramsey. Ramsey alibaki mdomo wazi huku akiwa amekamata ile pesa ambayo alitaka ifike kwa Paula kupitia Lydia. Jamani, kuna watu wana majungu na mapenzi ya watu. Sasa kuna ubaya gani mtu kumpa bai wake pesa matumizi? Ni wivu tu. Okay, tusonge mbele. Ramsey bwana alibaki amesimama kwa zaidi ya dakika 2 huku akijaribu kutafakari kwa makini yale maneno ya Lydia. Baada ya kukosa tafsiri sahihi ya maneno ya Lydia, Ramsey akaamua kuondoka zake. Lakini sasa wakati Ramsey anaondoka tu pale hostel, dakika zile zile kuna gari liliwasili na lilisimama pale pale alipokuwa amesimama Ramsey hapo awali. Ndio kuna vitu vingine vinakuja kwa Mungu huyo basi. Ramsey angewahi kuondoka, huenda angepishana na gari, lakini ilipangwa Lydia amuongeleshe ili kuvuta muda gari likutane na Ramsey. Kwa hiyo bwana, mlango wa nyuma wa gari ulifunguliwa na alionekana Paula na Alvin wakiteremka, lakini pia kule mbele kwa dereva alionekana Chris akiteremka ndani ya gari hilo. Sasa Chris akasema kwamba sasa Shem, fanya maajabu basi, maana nakutegemea sana. Chris aliongea akimtaka Paula afanye kitu. Paula akasema kwamba usijali Shem, yule ni wako, ngoja nimpigie sasa hivi. Paula aliongea hivyo kisha akatoa simu yake na kumpigia mtu. Upande wa pili Lydia alionekana chumbani kwake akiwa anaendelea kujisomea. Ghafla simu yake iliita na ile namba mpigaji ilionekana kuwa ngeni. Lydia akapokea simu. Yes, hello. Paula, mbona namba ngeni sasa? Una matatizo Paula, ndio maana umebadili namba ama? Kwa hiyo wapi sasa hivi? Oh no, wewe uingie tu ndani, mimi siwezi kuja huko nje bwana. Okay sawa, kama una mizigo basi nakuja kusaidia sasa hivi. Msikilizaji, hayo ilikuwa ni maongezi ya simu kati ya Lydia na Paula, japo sauti ya upande wa pili haikuweza kusikika. Lydia aliamua kusitisha zoezi la kujisomea kisha akatoka nje ambako alihitajika na Paula. Mara baada ya kufika nje, Lydia alishtuka baada ya kumkuta Paula akiwa na Alvin pamoja na Chris. Lydia alishusha pumzi kisha akajiandaa kisaikolojia, kwani mpaka kufikia hapo alishafahamu lengo kubwa la yeye kuitwa.
Sasa mizigo iko wapi? Besti, mbona utoi hata salamu? Sorry jamani, mnaendeleaje kwa ujumla? Baada ya Lydia kusema hivyo, wakajibu sisi tupo fresh kabisa, hofu kwako? Lydia akasema nipo fresh kabisa. Asa Chris akasema ya kwamba Lydia, samani sana, naomba basi unipatie dakika chache tu za kuzungumza na wewe. Lydia alibaki kimya kwa sekunde kadhaa. Okay, unaweza kuongea na kusikiliza. Asante sana kwa kunipa nafasi adhimu, ila naomba basi tusogee kidogo pembeni ili tuongee vizuri. Mimi si ni sababu ya sisi kusogea pembeni, maana hawa tuliokuwa nao ni marafiki zako, hivyo sidhani kama kuna kitu cha siri unachoweza kuniambia mimi alafu Alvin na Paula wasijue. Jamani, hebu ngoja sisi basi tusogee pembeni ili nyewe muendelee kuongea. Paula aliongea maneno hayo kisha akamshika mkono Alvin na kusogea pembeni. Uwanja ukabaki kati ya Chris na Lydia. Sasa baada ya Alvin na Paula kusogea pembeni, mambo yalinoga sana upande wao. Kwa hakika Paula alijikuta anafurahi muda wote kuwa karibu na mtu ambaye alikuwa anampenda siku zote. Sasa Alvin akasema kwamba kwa hiyo vipi ule mpango utafanya lini mpenzi wangu? Paula akajibu, mpango upi baba? Alvin akasema kwani asubuhi tuliongea nini? Paula akasema ni kuhusu Ramsey. Unajua mimi yani sitaki kuona mnaendelea kuwa wapenzi bana. Sasa hivi mimi nimerudi mwenyewe. Nadhani unafahamu kwamba Zuchu nimeachana naye tayari. Umeachana naye au amekuacha? Na umeanza kuniletea dharau Paula. Basi baba nisamee. Okay, nijibu sasa kuhusu Ramsey inakuaje sasa? Alvin, usiwaze kwa hilo mpenzi wangu. Wewe ndio kila kitu kwangu. Swala la Ramsey wewe niachie mwenyewe, mimi nitalimaliza kwa akili. Lazima niachane naye ili yani kwa ufupi tu nipatie tu muda kidogo. Mimi nahitaji kuwa huru na wewe. Mimi sitarajii kuona tena mkiishi kwenye mahaba, umesikia Na zoezi likichukua muda mrefu, basi mimi nitawaachia penzi lenu. Usijali mpenzi wangu. Hilo ni zoezi la muda mfupi tu. Mimi nakupenda sana Alvin wangu. Nashukuru Mungu amekurudisha tena kwangu. Msikilizaji, tukirudi upande wa pili ambako walikuwepo Chris na Lydia. Mambo nayo yaliendelea. Lydia, mimi leo nimekuletea zawadi. Naamini utaifurahia sana. Tafadhali naomba basi upokee boksi. Chris aliongea huku akimkabidhi Lydia kiboksi ambacho kimezungushiwa zile pepa za zawadi. Sasa Chris, unaletea zawadi kwa makubaliano gani kwa mfano? Mimi ninachofahamu mimi ni kwamba zawadi hutolewa kwa watu wa aina mbili. Kwanza kabisa hutolewa kwa mtu ambaye amefanya kazi iliyo bora kwenye taasisi mbalimbali kama vile taasisi za elimu, dini, ajira na hata majumbani tunapoishi na ndugu zetu. Pili, zawadi hupeana watu waliokuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi kama shukrani ya mazuri wanaofanyiana. Lakini pia zawadi hutumika kudumisha mapenzi yao. Haya, sasa mnaambia Chris, hiyo zawadi unanipatia mimi kwa misingi ipi yani? Lydia, lengo kubwa la kukuletea zawadi hii mimi ni kutaka tu kukufurahisha tu. Mimi niliamini kwamba kupitia zawadi hii basi ungeweza kufurahi. Kwani uliambiwa mimi sina furaha? Lakini mbona kuna watu wengi sana pale chuo hawana furaha ila hujawahi kuwapelekea zawadi? Kwa nini mimi tu? Lydia, mimi najua unafahamu sababu ya mimi kukuchagua wewe kati ya hao watu uliowataja. Ukweli ni kwamba mimi nakupenda sana. Na ndio maana mimi sijakukatia tamaa mpaka sasa. Chris, naomba nisikilize. Wewe ni kijana mtanashati na pia una pesa. Kwenye hii dunia kuna wazuri zaidi ya Lydia. Hebu acha kujishusha thamani yako, sawa kwa kuendelea kulazimisha mpenzi mahali usipopendwa. Kwa nini unakubali kuwa dhaifu kwa ajili ya mtu aliyekuhakikishia kwamba hawezi kukupenda hata kwa bahati mbaya? Lakini Lydia, mbona mimi nakupenda? Inawezekana kweli unanipenda. Ila mimi sikupendi Chris. Yaani unipendi kwa sababu ya yule dogo anayejiita Diki, si ndio? Hakuna aliyefanikiwa kuteka moyo wangu kati ya wewe na huyo Diki. Diki ni rafiki tu kwenye maisha yangu, maana hana vigezo vya kuwa mpenzi wangu. Lakini pia hata wewe huna sifa za kuwa mpenzi wangu. Yaani huna sifa za kuwa baba bora hapo baadaye. Kwa nini unahisi hivyo Lydia? Kwa sababu mimi nafahamu mambo yako yote yaliyojificha nyuma ya pazia. Tabia zako yani haziendani na mwanaume anayestahili kupewa moyo wangu. Mimi sihitaji mwanaume wa kuishi naye, bali nahitaji mwanaume ambaye sitaweza kuishi bila yeye. Lydia, hata mimi mwenyewe ukinikubalia basi mimi nitajirekebisha kitabia na mienendo ya maisha yangu kwa ujumla. Na mimi nitaishi vile unavyotaka wewe. Chris, mbadilika kwa faida ya yule utakayempata, sawa? Ila kwa sasa moyo wangu umeshamuona mwanaume mwenye sifa zote ninazohitaji. Naamini yeye ndo atakuwa mtu sahihi katika maisha yangu. Lydia, kwa hiyo unataka kusema kwamba kwa sasa upo kwenye mahusiano? Bado sijaingia, ila ni swala la muda tu, kila kitu kitakuwa hadharani. Nakutakia usiku mwema Chris.
Kwa sasa naenda kuendelea na shughuli zangu. Hizo zawadi zako sistahili kuzipokea. Lydia, subiri basi kidogo. Nisikize basi. Lydia aliondoka na 50 zake pasipo kugeuka nyuma, huku akimwacha Chris mdomo wazi akiwa ameshika mkononi ile boksi la zawadi. Kwa hasira, Chris aliamua kutupa chini kile kiboksi, kisha akakanyaga kwa kiatu chake. Akaona haitoshi, akaamua kupiga na teke kabisa kama mpira wa penalty. Sasa wakati Alvin na Paula wakiwa wamekumbatiana kwa mahaba na kuzungumzia masuala yao ya mahusiano pamoja na kupanga namna ya kumdhibiti Ramsey kwenye penzi lao, ghafla walipitiwa na Lydia kama upepo. Lydia alinyosha moja kwa moja mpaka ndani ya jengo la hostel. Alvin akasema kwamba bila shaka kimenuka tayari, maana ile speed ya Lydia sio ya kawaida. Paula akasema na inaonekana Lydia amekataa kupokea mpaka zawadi ya Chris, maana amepita akiwa mikono mitupu. Tulitarajia atampatia ile zawadi. Paula akajibia kwamba ila mwanaume hakati tamaa kirahisi ese. Namjua vizuri Chris, lazima tu atampata tu kwa gharama yoyote ile. Lakini Chris ndo huyo anakuja. Mimi nafikiri nyewe mngeondoka kwanza, maana mwenzako ana raha kwa sasa, ila mimi nitajitahidi kumshawishi Lydia mpaka atakubali. Sawa mpenzi wangu, mimi au sisi sote tunakutegemea kwa hilo. Tafadhali usituangushe, sawa? Alafu ili dili likikaa vizuri, mimi naamini itapendeza zaidi, maana wewe na Lydia ni marafiki na mimi na Chris ni marafiki pia. Basi sawa baba, basi ni boost basi kidogo ili uondoke na wewe, ili na mimi pia niondoke vizuri. Hilo tu. Haya, sogea basi karibu. Alvin na Paula walipeana ni kisi za kutosha, kisha Alvin akazama ndani ya gari la Chris na wakatokomea zao. Paula naye akazama ndani ya jengo la hostel kwa spidi isiyokuwa ya kawaida. Break ya Paula ilikuwa ni chumba cha Lydia, ambako aliingia bila kubisha hodi, huku akisukuma kwa nguvu mlango wa chumba hiko. Tukio lile lilimfanya dada mwenye busara zake Lydia kushtushwa na ujio ule. Paula akasema kwamba Lydia, hivi kwa nini unashindwa kuwa na roho ya huruma kwa Chris? Hebu angalia jinsi gani anavyohangaika kwa ajili yako. Anafanya kila kitu, ili mradi tu uone jinsi gani anavyokupenda. Chris anakujali sana, ndio maana anatumia pesa nyingi kukununulia zawadi za gharama sana. Hebu achana roho ya ukatili Lydia, mfikiria mwenzako. Nini? Roho ya kikatili? Hivi kumbe Paulo unajua roho ya kikatili? Unadhani yale unaomfanyia Ramsey yana fungu la haki mbele ya Mungu wetu? Paulo, ungekuwa na huruma basi usingeweza kudhuru kiumbe kisichokuwa na hatia kwa kulinda furaha ya moyo wako. Wewe huna tofauti na muuaji. Unasema Chris ananijali. Hivi unajua jinsi gani Ramsey anavyokujali? Unajua ni jinsi gani Ramsey anavyojitoa kwa ajili yako? Naona sasa hivi ile mvua iliyokuwa inakulowesha imeacha kunyesha. Nafikiri unachowaza ni kutupa ule mwamvuli uliokuwa unakustiri dhidi ya matone ya mvua. Lydia, naomba unisikize. Mimi sijawahi kumpenda Ramsey, ila nilimtumia tu ili anisaidie kumpata Alvin wangu. Ramsey ni rafiki yangu tu. Paula, wewe na Precious mlitengeneza mtego kwa ajili ya kumnasa Ramsey. Ni bora hata basi ungemwambia mapema kwamba penzi lenu liwe la kuigiza kuliko kumpa matumaini mtoto wa watu. Bwana, niache bwana na maisha yangu. Usinipangia mimi mtu wa kumpenda. Kila siku Ramsey. Kama una huruma naye basi usimpende wewe. Paula, ngoja nikumbushe kitu. A man who loves you with all his heart is difficult to find. If there is someone like this somewhere, he is most important. So hold tight to that hand because tomorrow he might not be there. Lydia alizungumza hivyo. Akimaanisha kwamba Paula, ngoja nikumbushe kitu. Mwanaume anayekupenda kwa moyo wake wote ni vigumu kumpata. Kama mtu kama huyo yupo sehemu fulani, basi huyo mtu ni muhimu sana. Hivyo basi mkamate kisawasawa kwa mkono wako, kwa sababu kesho hatokuwepo. Kwa hiyo baada ya kuongea hivyo, Paula naye akasema ya kwamba nimempata huyo mwanaume tayari na nimemkamata mkono wake tena kisawasawa. Si mwingine, ni Alvin wangu. Ni Alvin? Ya, ni yeye. Okay, nimekuelewa Paula, ila tambua kwamba Ramsey kwako ni kama muda tu. Una maana gani kusema hivyo? Maana yangu ni kwamba muda ni kitu ambacho huwezi kukithamini ukiwa nacho, ila pindi unapo kutoka tu ndio unajua thamani yake. So, congratulations my friend for holding Alvin's hands. And
It's the matter of time. Let's wait for the results. I think time will tell you. Baada ya Lydia kuongea hivyo, wakawa wamemalizana kwa namna hiyo. Mpaka kufikia majira ya saa 4 usiku, Ramsey alikuwa haelewi mwelekeo sahihi wa dunia, kama inazunguka kutoka mashariki kwenda magharibi au magharibi kwenda mashariki. Kuna muda aliwaza kwamba kama dunia inajizungusha kwenye muhimili wake, basi huo muhimili ulikuwa kichwani kwake. Mawazo mengi yalitawala kichwani kwa Ramsey kuhusiana na mabadiliko ya ghafla ya bibi mama wake. Lakini pia maneno ya Lydia yalizidi kumpasua kichwa, maana aliamini kwamba mashemeji ndio watu wanaojua siri ya penzi la mtu, kama anapendwa au hapendwi. Wakati mawazo yanaendelea kumzonga Ramsey, ghafla simu yake iliita. Ikabidi sasa Ramsey asogee mpaka mezani ambako aliacha simu yake. Mara baada ya kuifikia ile simu, Ramsey hakuamini baada ya kukuta jina la mpigaji lilikuwa ni la baby mama wake. Chap Ramsey alipokea simu. Paula, mbona unaniweka roho juu mpenzi wangu? Mbona umebadilika sana mpenzi wangu? Tatizo nini lakini mpaka unataka kuondoka na roho yangu? Sasa mbona unacheka sasa? Kuona ni mazuri au sio? Tatizo lipo Paula. Wewe huoni mabadiliko yaliyopo kwenye penzi letu ndani ya hizi siku 2? Naomba basi uniambie Paula, ulikuwa wapi? Na kwa nini ulikuwa upokea simu zangu? Nini? Cool down? Sasa mimi tuliaje kwa mfano? Okay, basi sawa, pumzika alafu andaa kabisa maelezo yatakayotosheleza kuridhisha moyo wangu hiyo siku ya kesho ambayo umesemea. Nadhani unajua kwamba nakupenda sana Paula. Na mimi sitaji kupoteza kama nilivyopoteza wengine huko nyuma. Basi tukutane pale pale Rampa Garden majira saa 9. Okay, siku mwema pia. Msikilizaji, walikuwa ni maongezi ya simu kati ya Ramsey na Paula, japo sauti ya upande wa pili ya Paula haikuweza kusikika. Kitendo cha Ramsey kusikia sauti ya Paula kilipelekea kurudisha nusu ya amani ndani ya moyo wake. Baada ya maongezi hayo, Ramsey alivuta shuka kisha kalala zake. Lakini sasa wakati Ramsey anaambiwa usiku mwema, upande wa pili Alvin anaambiwa tuendelee kuchati mpenzi wangu, maana nilimisigi sana vituko vyako. Hayo ndio mapenzi, unapoambiwa usiku mwema, mwingine anaambiwa haya, nimetulia sasa, niambie. Wow. Siku iliyofuata Ramsey alihudhuria vipindi vya chuoni kama ilivyokuwa desturi yake. Lakini siku ile alikuwa na shauku ya kutaka kuonana na Paula kama walivyokuwa wamekubaliana. Ramsey aliona masaa yanachelewa kusonga mbele, kwani alikuwa na hamu kubwa sana kuonana na mtu ambaye hakumtia machoni kwa takriban siku 2. Japo ilikuwa ni taratibu, lakini masaa hayakuganda. Ule muda ambao Ramsey na Paula walipanga kukutana hatimaye ulifika. Ilikuwa ni majira saa 9 alasiri ambapo vipindi vya darasani vilimalizika. Ramsey na Paula waliweza kukutana kwenye kibustani maalum kilichokuwa pale chuoni, ambacho wao walikuwa wanapenda kukaa pamoja na kubadilishana mawazo mbalimbali. Kibustani kile walikipenda sana mpaka wakafikia hatua ya kujimilikisha kisirisiri kwa kukiita kwa jina la Rampa Garden. Rampa lilikuwa ni neno lililotokana na muunganiko wa jina la Ramsey na Paula. Hivyo Rampa, yani Rampa Garden, ilimaanisha ni bustani ya Ramsey na Paula. Paula, naomba niambie basi ukweli mpenzi wangu. Tangu juzi unajua ulikuwa, yani ni kama sikuelewi hivi. Hiyo juzi ulikuwa na nani na ulala wapi? Tatizo lako Ram, yani una wivu uliopitiliza siku hizi. Ukiendelea sana huo wivu utajikuta tu unavunja ndoa yako kwa mikono yako. Paula, sio kwamba na wivu uliopitiliza. Tatizo ulikuwa haupokei simu yangu. Baadaye ulipokuja kupokea, ilisikika sauti ya mwanaume akiwa pembeni yako majira usiku kama ule. Nilipotaka kuoji, ukakata na kuzima simu. Tangu hapo ukawa haupatikani kabisa. Haya, wewe huoni kama ni tatizo hilo? Ramsey, sikiliza. Mimi nilikuwa nyumbani tangu juzi. Ile sauti uliyosikia ilikuwa ya baba. Yeye ndo alifanya nizime simu, maana hapendi niwe na mahusiano na mwanamume yoyote. Lakini mbona hukuniaga kama unaenda kwenu? Okay, tufanye basi, nimekuelewa mpenzi wangu. Ila naomba haya sijirudie tena, maana utaniua kwa pressure. Nakupenda sana kipenzi changu. Ile pesa ulioniomba ni hii hapa na nimekuongezea 10,000. Ramsey alitoa noti 5 za shilingi 10,000 zenye jumla ya thamani ya shilingi 50,000 za Kitanzania kwa ajili ya kumkabidhi Paula. Paula itafakari vizuri kabla hajapokea zile pesa. Sasa Paula, mawazo yake aliwaza ya kwamba nahisi kama sistahili kupokea hizi pesa kwa sasa, maana siku si nyingi natarajia kuachana naye. Hivyo sioni sababu ya kuendelea kudhulumu jasho lake.
Vipi mpenzi wangu, mbona upokee hii pesa? Au haitoshi niongeze? Hapana baba, sio kama haitoshi, ila shida nilishaitatua tayari, na ndio maana nilienda nyumbani baada ya wewe kunipa kalenda nilio kuomba pesa. Lakini mama, mara ngapi unaniomba na nakutimizia hata kama inachelewaga kukufikia Ndio maana nilikwambia kwamba umebadilika siku hizi. Ila hilo sio swala la kujadili sana. Hebu chukua tu hapa pesa, utatumia kwenye mahitaji yako mengine. Paula alifikiria kisha akaamua kupokea, maana alihisi kama angekataa basi Ramsey angehisi kitu kwa wakati ule. Nafsi ya Paula ilikuwa inataka kumwambia Ramsey kwamba waachane, lakini mdomo ulikuwa ni mzito. Paula hakujua sehemu gani anzie ili kumbwaga Ramsey. Wakati Paula anawaza namna ya kuongea, ghafla akajikuta anakumbatiwa na Ramsey kama ilivyokuwa desturi yao. Lakini sasa wakati wapo kwenye kumbato lile, ghafla alitokea mwenye mali yake, ambaye ni nani? Alvin kwenye ile bustani bwana. Alvin alipigwa na butwa. Ramsey alishangaa. Asa Paula alishtuka kisha akajitoa kwenye kumbato lile kwa haraka sana. Asa Ramsey alishangazwa na kitendo cha Paula kujitoa kwenye kumbato lile mara baada ya ujio wa Alvin. Alvin aliwakata jicho kali Paula na Ramsey kisha akaondoka zake bila kuongea kitu chochote kile. Ramsey alitulia huku akitafakari hali ya Paula kwa nyakati zile. Paula alivurugwa kwa kuwa alishaambiwa na Alvin kwamba hatakiwi kuwa karibu na Ramsey. Kwa kitendo kile kiliashiria kwamba alikuwa amevunja ahadi yake kwa Alvin. Chapchapu Paula akaamua kuondoka na kumwacha Ramsey kwenye kile kibustani. Sauti ya Ramsey ilisikika tu ikimuita Paula na kumuuliza kwamba unakwenda wapi sasa, mbona sikuelewi, umepatwa na nini? Lakini sauti yake haikufanikiwa kujibiwa na Paula, badala yake ilimuongeza spidi. Ramsey alihisi kitu kupitia tukio lile. Akili yake ikaanza kumuaminisha kwamba inawezekana Paula na Alvin walikuwa wamerudiana au walikuwa wanaendelea kupendana, na ndio maana Paula alikuwa amebadilika kitabia. Wakati Ramsey anaendelea kuanza, ghafla akatokea tena Alvin kwa mara nyingine. Awamu hii Alvin hakuwa peke yake bali alikuwa na Chris. Kumbe Alvin alivyotoka pale alienda kumchukua Chris ili waje kuchafua hali ya hewa, kwani hakuwa na uhakika kama angeweza kumdhibiti Ramsey akiwa mwenyewe. Sauti ya Chris ikasikika ikasema kwamba oya, wewe Matungunya wewe, naona umeingia kwenye kambi sio? Umeamua kutembelea nyota za watu Matungunya, si ndio? Hiyo ilikuwa ni sauti ya Chris kwenda kwa Ramsey. Chris aliongea kwa dharau sana kiasi cha kumuita Ramsey kwa jina la kumkebei. Sasa Alvin akasema kwamba sikia jamaa, kwanza leo hutakiwi kuwa karibu na Paula. Kwa hekima na taadhima, naomba ukae mbali na mpenzi wangu, sawa? Nadhani umenisikia vizuri. Ya, nimekusikia wewe na pia nimemsikia huyo mshinga wako, ila tatizo ni kwamba sijaelewa kabisa. Nahisi kama umeongea maneno ambayo yapo kwenye wimbo wako ulioimba siku ya tamasha la michezo. Huyo mpenzi wako ni upi? Ramsey alijibu kwa dharau baada ya kuona wajumbe wameanza kumdharau. Sasa Chris akasema kwamba sikia wewe jamaa, wewe bado ni bwana mdogo sana hapa chuo, sawa maana mpaka sasa hujamaliza hata mwaka mmoja. Na kusii tu acha kupita kwenye njia zetu. Acha kubishana na sisi, acha kuvamia mademo waliokuzidi darasa. Utakuja kufa kabla siku zako, kwa maana mademo wa first year. Okay, nimewaelewa wanangu. Mnaweza kuondoka basi. Ramsey alijibu kwa kuashiria kwamba hakutaka kubishana kwa maneno. Sasa Alvin akasema kwamba yani wewe jamaa unajikuta star sana kiasi cha kuvamia mademo wa watu. Ngoja basi tutakuonyesha kwamba kuna mastaa zaidi yako. Uwe na jioni njema kijana na nakutakia bahati njema. Aliongea Alvin na kisha Ramsey alibaki anawaangalia tu. Majira ya usiku wa saa 3, Ramsey aliamua kumpigia simu Paula. Kwa bahati nzuri simu iliita na kupokelewa. Paula, unaendeleaje mpenzi wangu? Nipo fresh, sijui wewe. Mimi nipo sawa pia. Hivi unaweza kuniambia sababu ya wewe kujitoa kwenye kumbato na kuamua kuondoka baada ya ujio wa Alvin pale Rampa Garden? Ramsey. Naam. Unanipenda? Ndio nakupenda. Basi naomba tusizungumzie masuala yasiyokuwa na msingi. Okay sawa, hayana msingi, ila najua kuna kitu kipo kati yenu, ndio maana uliamua kufanya vile. Ramsey, naomba basi tuachane na mambo yaliyopita. Hakuna kitu chochote kinachoendelea kati yangu na Alvin. Sawa. Hivi nakumbuka kwamba siku 3 zijazo kutakuwa na birthday yako. What? Oh jamani, thanks my love. Nilisahau kabisa. Asante kwa kunikumbusha. Una haja ya kunishukuru, kwa kuwa ni wajibu wangu kutunza kumbukumbu zako muhimu ili nikukumbushe kila unaposahau. Alafu sasa uzuri ni kwamba sherehe imeangukia siku ya Jumapili ambayo ni weekend. Oh jamani, siku nzuri sana hii. Yaani hii sherehe nitaifanyia kwenye ukumbi wa burudani wa chuo. Hata mwaka jana nilifanya hivyo hivyo. Marafiki walikula keki, walikunywa vinywaji na mwisho kabisa walicheza muziki.
Wow, natamani ingekuwepo huo mwaka jana ise. Ila naamini sherehe ya mwaka huu ndo itakuwa nzuri zaidi. Gharama ya keki na vinywaji niachie mimi. Vinywaji vina gharama kubwa sana, maana kuna baadhi ya marafiki wanakunywa bia na sio soda. Ina maana mnakunywaga bia? Bia tunakunywaga siku za sherehe kama hizo tu kwa lengo la refresh mind na sio kuwa walevi. Hata kama, ila sio vizuri kutumia kilevi, maana ni rahisi kufanya matukio ya kushangaza. Acha woga basi mtoto wa kiume. Hiyo Jumapili tutakunywa na hakuna maajabu yoyote atakayojitokeza kwenye jamii. Nyie mtakunywa, ila mimi nitakunywa Pepsi yangu baridi. Alafu hiyo siku nataka kukufanyia bonge moja la surprise. Nataka kuwadhihirishia marafiki upendo wangu kwako. Nafikiri itakuwa ni siku isiyosahaulika katika maisha yako. Trust me. Yaani nitakwenda kufanya ama naenda kukutengenezea sherehe ya siku ya kuzaliwa ambayo haitasahaulika kabisa. Hayo yalikuwa ni mazungumzo ya njia ya simu kati ya Ramsey na Paula. Sasa bwana, Paula kuna ujumbe ambao aliutuma, ujumbe wa message aliutuma kwa Alvin. Aliandika kwamba, Alvin mpenzi wangu, mbona upokee simu tafadhali baba, naomba upokee basi nikwambie kitu muhimu sana. Alvin akajibu ya kwamba nipokee iweje? Wewe si mpenzi wa Ramsey, nyie endeleeni mahaba yenu tu bana. Sio hivyo baba, nishakwambia unipe siku chache tu ili niweze kuachana naye. Mbona unakuwa na hivyo? Kwa hiyo anataka mimi niendelee kuvumilia tu uchafu mnaofanya hadharani? Mimi siwezi kabisa bana. Wewe chagua moja kati ya mimi au Ramsey. Jamani, si nishakuchagua mpenzi wangu. Swala la Ramsey litafika mwisho siku chache zijazo. Kwa hiyo sasa ulikuwa unasemaje kuhusu hicho kitu muhimu ulichotaka kuniambia? Ni kuhusu birthday yangu siku ya Jumapili. Awamu hii nataka iwe babu kubwa kuliko ile ya mwaka jana. Nataka kualika marafiki zangu zaidi. Hapo ndo batamu sasa. Mwaka jana nilikuwa kama mtu special kwenye sherehe ile, nikiwa kama mchumba wako. Na nakumbuka ulinilisha keki kwa mdomo. Sasa je, mwaka huu nani atakuwa special kati ya Ramsey au mimi? Jamani, mimi nafikiri mwaka huu tutakiondoa kile kipengele. Paula, sikiliza sawa. Kama kweli unanipenda basi nafikiri hiyo ndio itakuwa nafasi pekee ya kumpa mkono wa kwaheri Ramsey. Na pia itakuwa nafasi pekee ya kuwathibitishia marafiki kwamba mapenzi ya kweli hayafi. Sisi tumerudiana, umesikia? Mimi nafikiri hata Zuchu mwenyewe atakuheshimu. Lakini mimi nadhani hiyo sio siku sahihi ya kuvuruga moyo wa Ramsey. Kwa hiyo mimi sasa ndo nastahili kuvurugwa hiyo siku, si ndio? Sasa nisikize kwa makini Paula, umesikia? Kama haupo tayari kufanya hayo niliyokuambia, basi mimi siwezi kuhudhuria hiyo sherehe yako. Na huu ndio utakuwa mwisho wa mapenzi yetu. Mimi siwezi kupanda mishikaki wakati bodaboda ni ya kwangu bana. Basi mpenzi wangu, nimekuelewa. Tutafanya kama ilivyokuwa mwaka jana. Tutaenda kuweka wazi mahusiano yetu ili marafiki wajue. Nitakulisha keki kwa mdomo na pia tutacheza muziki pamoja. Japo Ramsey itamuuma, ila hakuna namna, itabidi tu azoee. Hayo ndio maneno sa mama. Ngoja mimi naongea na Chris hapa ili tukufanyie surprise ambayo itatetemesha ukumbi mzima. Pia itapendeza zaidi kama Lydia atacheza muziki na Chris. Sio rahisi Lydia acheze muziki. Wewe uliona hata mwaka jana tu alikaa kwenye meza na Pepsi, tena ile alikuwa nakumbuka alikuwa sije na Pepsi, alikuwa sije na kwa sije alichukua sije na juice gani mpaka sherehe inamalizika ni Pepsi na juice. Lydia sio mpenzi wa muziki wala hawezi kuonja hata bia. Yule ana lolote. Mimi atakunywa tu na atacheza muziki. Wewe umjui vizuri Lydia. Ngoja tuone itakavyokuwa, ila mshauri Chris amtafute mtu wa kucheza naye muziki na sio kujipa matumaini kwa Lydia. Sawa mama, yani naona kama siku haziendi kabisa, nisipati picha mambo yatakuaje hapo kumbini. Kwamba naona kuna watu watajinyonga kwa ajili ya penzi letu kudadadeki. Hakikisha marafiki zako wote wanapata kadi, akiwemo Ramsey na marafiki zake. Msikilizaji, hivyo ndivyo ilivyokuwa bwana. Taarifa kuhusiana na uwepo wa birthday party ya mwanadada maarufu ziliweza kuwafikia marafiki mbalimbali. Kwa wale ambao walishuhudia tukio la birthday ya Paula kwa mwaka uliopita, walifurahi kwani walijua nini kitaenda kutokea hiyo siku ya Jumapili. Yaani ni mwendo wa burudani juu ya starehe. So ulikuwa ni muda wa mapumziko mafupi baada ya vipindi vya asubuhi kumalizika, ambapo Ramsey na marafiki zake walitulia kwenye kibweta kwa ajili ya kubadilishana mawazo mbalimbali huku akisubiri kuingia kwenye kipindi kilichofuata. Na kama kawaida yao kwenye wengi panakuaga na mengi. Stories zilianza kurindima kisawa sawa. Kavinza alisema ya kwamba wera kitaalamu hii inaitwaje asie na mwana bebe jiwe. Sipati picha nitachezaje wakati ninamkamatia kiuno matata, kiuno cha shemeji yenu Precious.
Kavinza aliongea hivyo kwa mbwembwe. Abdi akasema kwamba mimi mwenyewe sijui nimchezeshe shemeji yenu staili gani kati ya Jeje na Yope. Nataka yani tufunike ukumbi wote. Abdi aliongea hivyo kuonyesha jinsi gani alikuwa anasubiri kwa hamu birthday party ya shemeji yake Paula. Asadiki akasema kwamba kwa jinsi mimi ninavyomjua Queen, mimi nakushauri tu usimchezeshe Jeje kabisa, ila mimi nitafurahi sana kucheza zile nyimbo za Zero Distance, nyimbo ambazo yani hutoi jasho, yani ni full raha tu nikiwa na Lydia wangu hapa, tuna dance kama inatutaki vilani. Every night in my dream I see you, yani mwendo tu yani yani unazipata hizo nyimbo. Kavinza akasema nakukubali sana hizo nyimbo za mwanamama Celine Dion. Hiyo party itakuwa babu kubwa walai. Huko Celine Dion kule Westlife, yani sio ya kukosa kabisa. Basi Diki akasema kwamba Ramsey, mbona ongei chochote mzee baba wakati hii sherehe inakuhusu kwa 100%? Sisi marafiki zako tunakuja kuonyesha upendo kwa shemeji yetu kwa kuwa wewe ni mwananzengo mwenzetu. Sasa unavokaa kimya hivyo naashiria nini mwanangu? Kwamba yani tunayoongea ni ya kijinga ama? Diki aliongea hivyo sasa akionyesha kuchukizwa na ukimya wa Ramsey. Sasa Abdi naye akasema kwamba hata mimi nimeshangaa kuona Ramsey yupo kimya sana leo. Yani utafikiri ni mtu yani asiyekuwa na furaha. Bila shaka dunia ishaanza kuzunguka kichwani kwake. Ramsey aliendelea kubaki kimya tu. Kavinza akasema kwamba Ramsey, kama pesa kununua keki na zawadi hauna basi usiwaze kwa hilo. Sisi kama wananzengo tutachanga kwa ajili ya kusawazisha hilo swala. Tulia mwanetu. Yani uwezi kumbuka mbele ya shemeji wakati sisi tupo. Boom bado linapumua mzee. Au mnasemaje wananzengo? Hivi tunaweza kumwacha mwanetu kwenye giza kweli? Basi wananzengo akasema wapi? Yani akiumbuka Ramsey basi hata sisi heshima yetu itashuka hapa chuo. Maana yeye ndo amefanya tujulikane na pia hata hawa wachumba tumepata kupitia mgongo wa jamaa. Mnaombeni mtulie basi jamaa zangu, maana mimi sina tatizo lolote lile, maana pesa ya keki na zawadi nishaitenga tayari. Acha zako mwanangu. Sasa kwa nini ulikuwa uchangii mada kuhusu namna gani utakavyomkumbatia shemeji yetu kumbini? Au huna uhakika kama atakuwa Valentine wako siku ya party? Diki, nilikuwa kimya kwa lengo la kusikiliza kwanza hoja zenu kisha nifunge mjadala kwa hoja zangu. Nadhani mnafahamu kwamba mimi sio mfuasi wa muziki wala sherehe za kipuuzi kama birthday party, lakini kwa mara ya kwanza kabisa najikuta tu nakuwa mfuasi wa hivi vitu kwa sababu ya mapenzi. Huwezi kumpenda mtu kama unakichukia kile kinachompatia furaha. Nampenda sana Paula na ndio maana nimejikuta napendezwa na birthday party yake. Hivyo basi hata kama sijui kucheza muziki, ila nitaruka kama Masai tu ili mradi Paula afurahie uwepo wangu. Kwa hilo sijali mwanetu, sisi tupo pamoja mpaka mwisho. Leo wewe, kesho sisi. Ngoja tuanze kwanza maandalizi hapa zawadi kwa shemeji yetu. Muda wa klasi umeshafika. Tuingieni mapema basi ili tuwahi kukaa kwenye viti vya mbele. Si mnajua tena kwamba ni teacher kipindi kinachofuata ana sauti ya chumbani. Tukikaa nyuma basi hatutosikia kile anachofundisha. Ramsey aliongea hivyo huku akiinuka kwa lengo la kuingia darasani kuendelea na vipindi vilivyokuwa vinafuata. Kavinza alisema kwamba sio siri mwanangu, teacher ni mimi simuliwagi kabisa na nisivokaaga mbele. Tuingie klasi wadau ili tuwahi nafasi za mbele. Basi Diki na Abdi nao waliunga tela kwa kuinuka na kujiongea mpaka darasani. Sasa upande mwingine kati ya Lydia pamoja na Paula walikuwa wanazungumza bwana. Lydia, Chris anauliza kwa nini upokee simu yake na hata message zake hutaki kujibu. Yupo wapi Chris? Anauliza, mbona mimi sijasikia sauti yake? Chris yupo kwao ila amenipigia simu kisha akaniambia nikuulize. Mwambie sababu ni ile ile. Ipi? Wewe mwambie tu hivyo atakuelewa. Lydia, hata kama mtu umpendi sio sababu ya kumchukia hivyo. Unaweza usimpende mtu lakini ukaamua kuwa na urafiki naye tu. Mimi simpendi Chris na wala sihitaji mazoea wala urafiki naye kwa sababu hawezi kuwa tayari kusacrifice maisha yake kwa ajili yangu. Chochote atakachonipatia hakitakuwa sababu ya mapenzi bali ni kwa sababu anavyo vingi. Hivyo umesahau Chris alivyotumia pesa zake kama fimbo ya kuwachapia wasichana hapa chuo? Lydia, kwa sasa Chris amebadilika kabisa kwa ajili yako. Tabia mtu siku zote huishi kwenye DNA. Hakuna kiumbe yoyote mwenye uwezo wa kubadili tabia aliyozaliwa nayo, bali atakachoweza kukifanya ni kujaribu kuzuia tu kwa muda fulani ili afanikishe lengo alilokusudia. Kama mtu amezoea kufanya uzinzi, basi hata akiwa ndani ya ndoa atasaliti tu. Cha msingi ni kuepusha mapema vile vinavyoweza kuepukika kabla vijatokea. Sasa Lydia, mimi nimekuelewa ila fanya kitu basi kimoja kwa ajili yangu. Nadhani unafahamu kwamba hii ni sherehe yangu.
Hii sherehe haiwezi kunoga bila nyie marafiki mtakaohudhuria kuonyesha ushirikiano. Nadhani unajua kwamba pale ukumbini watu wanafurahi wakiwa na wachumba zao. Hivyo basi mimi nakuomba umpe company Chris siku ya Jumapili, lakini haimaanishi kwamba eti ndio mnakuwa wapenzi. Paulo umechanganyikiwa eh? Yaani unataka magazeti yote chuoni yazungumzia habari zangu? Hilo haliwezekani kabisa. Ni bora nisije kwenye hiyo party kuliko kuwa na Chris as a couple. That is impossible my friend. Mwambie Chris atafute mtu wa kuwa naye na sio mimi. Warembo mbona wapo wengi sana wanaotamani kupendwa na Chris. Sasa sijui kwa nini analazimisha kuwa na Lydia. Ila Lydia, basi mimi nakuomba tu kama rafiki yako. Najua humpendi ila fanya kwa ajili yangu tu, maana naumia kuona unavyomtesa Chris wa watu jamani. Okay, nipo tayari kufanya kwa ajili yako endapo na wewe utafanya kitu kwa ajili yangu, maana naumia pia ninavyoona unaandaa mikakati ya kumtesa mtoto watu. Unataka nifanye nini? Naomba siku ya party umtambulishe Ramsey kwa ni mpenzi wako, na pia wakati burudani za muziki basi yeye ndo mtu atakayecheza na wewe. Ukifanya hivyo basi mimi nitakuwa pamoja na Chris. Na hata nitamnyongeza, yani nitanyonga zaidi ya Snura. Yani Feni kasome, ila tufanye hivyo. Bila shaka unampenda Alvin wangu wewe, ndio maana unashupalia tu swala la kutuachanisha. Kwa hilo ndugu yangu haliwezekani mwaya. Wewe endelea tu kumchukia Chris, ila sio mimi kumkana Alvin mbele za watu. Hata kwa bahati mbaya siwezi kumpenda Alvin. Happy birthday my bestie. Naam, hayawi hatimaye yamekuwa. Ile tarehe iliyokuwa inasubiriwa na watu kwa ajili ya kufurahia siku ya kuzaliwa kwa Paula iliwadia. Majira ya saa 9 alasiri, walianza kusogea maeneo ya ukumbi wa burudani kwa ajili ya kukamilisha ratiba nzima ya tukio lile. Watu walipendeza kweli. Ndani ya ukumbi wa sherehe wengi walikuwa wamekaa kwenye viti kulingana na kapo zao. Wengi walionekana wamekaa na wachumba zao kama vile Kavinza na Precious, Abdi na Queen, Lydia na Dick na wengine pia walifanya hivyo. Miongoni mwa watu ambao hawakuketi pamoja na wapenzi wao ni Ramsey. Kwa kuwa Paula alikuwa mwali, hivyo alikaa mbele ya meza kuu iliyopambwa kwa maridadi na hadhi ya juu. Kwa wakati ule Alvin na Chris hawakuonekana kabisa mle ndani. Sauti ya MC ambaye alifungua rasmi ratiba ya sherehe ile ilisikika ikisema kwamba hello, shukrani za dhati zifike kwenu marafiki mliohudhuria sherehe ya rafiki yetu Paula. Kwa sasa tunaenda kuianza rasmi ratiba ya sherehe hii, ambapo naanza kumkaribisha DJ Salvin Cree ili aweze kutuchangamsha kidogo kwa burudani ya muziki. DJ, twende kazi baba. Basi pasipo kupoteza muda, DJ Cree akaachia ule wimbo wa taifa na dunia nzima. Wimbo ambao ulitetemesha ulimwengu siku ya kwanza kutolewa. Wimbo ambao hata ukijifanya upendi usoni, ila ukipigwa tu basi vidole vya miguu lazima vitatingishika tu. Bwana, ulikuwa ni wimbo uliokwenda kwa jina la JJ. Ulioimbwa na msanii bora na maarufu wa Afrika Mashariki na Kati anayefahamika kwa jina la Diamond Platnumz. Watu wote walivisaliti viti na kuingia kati kusakata rumba. Utamwambia nini Kavinza na Precious? Kuna muda Kavinza alijiona kama yeye ndo Diamond. Abdi na Queen nao mzuka kama wote. Lakini sasa katika hali ya kushangaza ni kwamba Dick na Ramsey walionekana wakicheza bila kuwa na majeje wao. Kuna muda Dick alimfuata Lydia na kumwomba company ya kucheza na muziki. Diki, nadhani tangu jana nilishakwambia kwamba tafuta mtu wa kukupatia company. Mimi sina interest kabisa na masuala ya kucheza muziki. Ilikuwa ni kauli ya Lydia kwenda kwa Diki baada ya kulazimishwa kucheza muziki. Diki alikubali matokeo, hivyo akaenda kusakata rumba kibachela tu kama ilivyokuwa kwa Ramsey. Basi sauti ya MC kasikika kwamba asante sana DJ, shikilia. Naomba uzime muziki kidogo ili tuendelee na kipengele kinachofuata kwa mujibu wa ratiba yetu. Basi DJ Cree alizima muziki kufuatia tamko la MC. Walikuwa wote walirudi kwenye viti vyao na kukaa kama awali. Asante sana DJ kwa burudani safi kabisa. Okay, mabibi na mabwana, ndugu kwa marafiki, kwa mujibu wa ratiba yetu naambiwa kwamba sasa hivi tunakwenda kushuhudia tukio la mtoto aliyezaliwa leo akikata keki na kuanza kuwalisha vipenzi vyake. Sasa taratibu utakuwa kama ifuatavyo. Mtu wa kwanza kabisa kulishwa keki atakuwa ni shemeji yetu, kipenzi cha dada yetu, baby baba wa pa wake, si mwingine bali ni mtaalamu mwenye muziki wake Vin Classic, Vin Music. Bwana
Alvin Alphonse, popote pale ulipo, unaombwa usogee mbele ili keki ya pamoja na baby mama wako iweze kulika. DJ, naomba msinikize shemeji yetu kwa wimbo wa Happy Birthday ulioimbwa na Harmonize Konde Boy. Twende kazi DJ. Basi ghafla watu wote macho yalielekezwa mlangoni, ambapo alionekana Alvin na Chris wakiwa wamevaa suti za gharama kama mabwana harusi vile kudadadeki. Nderemo na vifijo vilisikika ndani ya ukumbi ule. Lakini sasa wakati watu wengine wanafurahi, ila kuna watu walibaki midomo wazi, huku wakiwa hawaelewi kile walichokuwa wanakishuhudia. Kuna muda walifikicha macho huku wakidhani labda walikuwa usingizini, lakini lile tukio lilikuwa linaendelea kweli bwana, na wala haikuwa ndoto ya Ramsey wala Kavinza wala Abdi wala Diki. Alvin alisogea mpaka mbele ya meza kuu alipokuwa amesimama Paula. Mara baada ya kufika, Paula alikata keki, kisha akazamisha mdomoni kwa Alvin nusu ya kipande kile, kisha akapeleka lipsi za mdomo wake mbele ya mdomo wa Alvin. Kilichofuatia hapo ni kulishana ile keki kwa mahaba mazito yenye basi ni chumu ni kisu za kila rangi, huku akisindikizwa na matabasamu kama yote. Nderemo na vifijo vilisikika ndani ya ukumbi. Shangwe zilindima kama zote. MC naye sasa alivyokuwa mchokozi akatupa jiwe gizani, akasema kwamba jamani, kuna mtu anateseka. Basi watu wakajibu hakuna. Watu walijibu kwa sauti ya juu kabisa, kuashiria kwamba jiwe lililotupwa na MC halikuweza kumpata mtu yeyote yule, kwa maana hakukuwa na mtu aliyeteseka juu ya penzi lile. Ila ukweli ni kwamba wapo watu waliokuwa wanateseka na yupo mtu aliyekuwa anateseka zaidi. Nadhani unamjua. Ni nini kilichoendelea humo ukumbini? Jambo gani lililotokea humo ukumbini? Tukutane sehemu inayofuata msikilizaji. Tuendelee kupata burudani zaidi kwenye hiki kisa ama hii simulizi ya Ramsey. Mtayarishaji wa hii simulizi si mwingine ni Silent Killer, ama unaweza kumuita Harry Souza. Nilikusimulia hii simulizi ni mimi rafiki yako kwa muda wote, Lucas Lumbas. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, tukutane sehemu inayofuata. God be with you till we meet again. Bye bye.